صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يكمحمد الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة أماني متبع محمد عليه الصلاة والسلام وتكوف الإسلام. Ikiwa leo tuko ndani ya Jumamosi ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kikao hichi kikiwa ni kikao cha mwisho katika darasa zangu za mwezi huu wa Ramadhani. Tukiwa mwanzo tulianza na at-tauhid awalan katika darasa za kwanza ndani ya mwezi huu, kisha siku za mwisho tukaingia katika darasa za haluna baada ya Ramadhan, hali yetu sisi Waislamu baada ya Ramadhan. Ikiwa leo tunamalizia maudhui hiyo ya hali yetu, namna inavyotakiwa kuwa baada ya mwezi huu wa Ramadhani, kama walivyokuwa wema waliotangulia. Tunaposema wema waliotangulia, tunakusudia masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam na wale wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, wa man jaa min ba'dihim, na waliokuja baada yao wakafuata katika barabara za wema. Hao ndio wema waliotangulia, namna walivyokuwa baada ya Ramadhani, na sisi hutakiwa kuwaiga wema hao. Kana salafu salih, walikuwa wema waliotangulia rahimahumullah, Mwenyezi Mungu awarehemu, hina yantahi Ramadhan, walikuwa Ramadhani na kwenda kuisha kama hivi leo sisi Ramadhani inaenda kuisha. Kuna uwezekano kesho ikawa ni Eid ama kesho kutwa, walakini matarajio makubwa ni kesho, uwezekano huko. Kwa hivyo wale wenzetu watangulia walikwenda Ramadhani kufikia mwisho kama hivi, yusibuhum alhamu, wakipatwa na fadhaiko. Wakipatwa na nini? Na fadhaiko. Fadhaiko gani? Je, ibada zao zimekubalika kwa Allah tabaraka wa taala? Walisanu halihim lisanu wajal alkhaif, na namna walivyokuwa wao walikuwa ni watu wenye khaufu zaidi Ramadhani inapokuwa imeenda kuisha. Khaufu yao ni kuhofia kukubaliwa kwa amali zao. Hal tuqbila minna, hili ndilo swali kubwa walikuwa wakijiuliza kila mmoja wao. Je, tumekubalika? Funga zetu je, zimekubalika? Zisomo zetu za Qur'ani khitam 2 au 3 ama 4 tulizohitimisha, je, zimekubalika? Qiyamul layl, salatu tarawih, wanajiuliza kila uchao, hususan Ramadhani kufikia mwisho kama hivi, kukubalika kwa amali kama hizo. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani anavyowasifu wema hao, walladhina yutuna ma atau, na wale wema ambao kwamba wanatoa tulivyowapa katika sadaqat, katika zakawat na ibada mbalimbali wanazitekeleza. Wa qulubuhum, hali ya kuwa nyoyo zao wajilatun, zimejawa na hofu, annahum ila rabbihim raji'un, ya kwamba kwa Mola wao ni wenye kurudi. Maana ya aya hii, ya'maluna al-a'mal,
yani wema waliotangulia walikuwa wakitenda matendo kama vile sisi tulivyotenda. Wayakhafuna an turadda alayhi, kisha wakiwa na hofu ya kurejeshewa matendo yao, bi maana yasikubaliwe kwa Allah. Hii ndio hali ya masahaba wa Mtume, kwamba wakifanya ibada, lakini ibada hizi wakiwa na hofu kwa Mwenyezi Mungu asije akazikataa. Sasa hawa waliofanya ibada kwa ucha Mungu wa hali ya juu, hali yao ilikuwa hii. Sisi leo unampata mtu hasa yuko ndani ya viwanja vya Haram Makki, amejaliwa kupata safari ya kwenda Hajj, lakini ikawa ibada ile ni ibada ya riya, yani mtu akienda huko sa'i, huko akienda Marwa na Safa, ameshikilia simu yake na mbio huko anajichukua, hawana mpaka mwenzake sasa yake pale amchukua na kufanya ibada ile, kisha post kwenye ukurasa wake, ima TikTok au Instagram au labda kwa Facebook au pengine. Na sio kwamba anafanya vile kwamba atie watu moyo wafanye bidii wao waende. Ukitazama mkanda huu ama klipu hii ni tofauti na dhamira. Kwa hiyo masahaba hawa walikuwa wakitekeleza ibada kama hivi Ramadhani kufika mwisho, kila mmoja na hofu asije kwamba Mwenyezi Mungu hajamkubalia. Anasema ulaika yusari'una fil khairat, hao ndio walikuwa wakitafuta khairi kweli kweli, wa hum laha sabiqun, nao wamezipata. Hao masahaba walikuwa wakitafuta khairi kubwa kubwa kwa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu walikuwa wamejaza hofu kwenye nyoyo zao, zile khairi wamezipata. Mwenyezi Mungu akawakubalia matendo yao. Ibadallah, Mwenyezi Mungu anasema tena katika Qur'ani, innal ladhina qalu, hakika wale waliosema huko duniani, rabbuna Allah, mola wetu ni Mwenyezi Mungu, bi maana anasema la ilaha illa Allah, wakasafisha akida zao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, wakaganda kwenye ibada vizuri, tatanazzalu alayhimul malaika, siku walipokuwa duniani watashukiwa na malaika, alla takhafu, wakiwaambia watu hawa msiwe na hofu, wala tahzanu, wala msihuzunike, kwa sababu nyie mlitamka kalima sawasawa na mkatengeneza tauhidi zenu vizuri na mkatenda matendo, mkawa na msimamo, mkamwabudu Allah mpaka mwisho wa pumzi zenu. Sio zile ibada za msimu bwana. Hii msikiti Ramadhani mwanzo ulikuwa ndogo hivi, sio shakaona. Ramadhani mwanzo msikiti ulikuwa ndogo, na sio hii peke yake, msikiti yote ilikuwa ni ndogo. Si ajabu watu wakasema inahitajika marekebisho hapa, labda tuongeze tenti kama vile tumeweka tenti kule nje watu wasali. Lakini saa hii wako wapi? Ile tenti ile kwa watu ambao walikuwa kikaa juani, lakini wako wapi? Sasa Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina qalu, hakika wale waliosema rabbuna Allah, mola wetu ni Mwenyezi Mungu, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, wakabaki kwenye kiapo hicho, wakashikilia kiapo chao hicho kisawasawa mpaka mwisho wa pumzi zao, kama walivyokuwa masahaba wa Mtume. Tatanazzalu alaihimul malaika, siku ya kuondoka kwa duniani malaika watashuka kuambia wao, alla takhafu, musiwe na hofu juu ya dunia mnayoiacha. Haya mnayoacha duniani yasiwatie hofu nyinyi, ondokeni roho safi kule habari kwa Allah tabaraka wa taala. Wala tahzanu, wala msihuzunike kule mnapokwenda, nyinyi ni kuzuri. Kwa hivyo hofu ya kwanza ni hofu ya dunia. Anaondoka duniani huwa anachelea watoto wake, bibi yake, familia yake kunyuma. Nyumba yangu itakana nani? Biashara yangu itazamana nani? Hii ni kawaida binadamu yote. Kwa malaika wanamwambia usiwe na hofu juu ya dunia. Watoto wako watatazama, Mwenyezi Mungu atatazama vyema hapo. Familia yako itakaa vizuri. Alla takhafu, usiwe na hofu, wala tahzanu, wala usihuzunike kwa kwenda umekutayarisha vizuri.
wa abshiru bil janna, kisha kuwa na bishara ya pepo, matumaini ya kwamba pepo iko kwa juhudi uliokuwa nayo, allati kuntum tu'adun, pepo ambayo mlikuwa mkiahidiwa na mnafanya bidii kuitafuta pepo hiyo. Hivi ndivyo muumini anapoondoka duniani. Fussilat aya 30. Hakadha yakunu almuslimu, hivi ndivyo anapokuwa Muislamu, mustamirran, mwenye kuendelea na nini? Na ibada. Mudawiman mutabi'an, kisha mwenye kudumu na mwenye kufuata. La yarubu rawgana thalabi, wala muumini sio mwenye kubadilika kama mbwa mwitu, sio mwenye kugeuka kama mbwa. Muumini ana istiqama, sio mtu anakuja wiki moja mbili ashatoka na zake. La, mu'min ni mtu mwenye kudumu katika ibada. Wa hina yantahi Ramadhan, na wakati Ramadhani inapoisha, raaina unasan ala al-ibada, utawapata watu bado wameshikilia ibada. Waumini hata Ramadhani ikiisha, sio mwisho wa ibada kwao, utawapata bado wao wameshikilia kamba yao ya sala, wameshikilia Qur'ani yao, wameshikilia funga zao za sunna, wameshikilia qiyamul layl, wameshikilia bado, hawaachi. Kwa sababu Ramadhani imeenda, hakuna tena kusali usiku, na kuna tahajjud. Wa ala jalili ta'ati dawamu, na katika taa nzito wanadumu waumini, hawaachi kama hiyo. Waumini hawaachi ibada. Wa hadha daidalu almu'minina wa ajrihim wa ajrahum, na hii ndiyo sifa ya waumini na tabia yao. Waumini hawana msimu wa ibada, nyakati zote wao ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Idh almu'minu la ya'rifu al-ibadata fi zaman, kwa sababu muumini hafahamu, hajui ibada za nyakati, kwamba yeye yuko tu kwa wakati fulani, wakati mwingine hayuko. Thumma yafuku anha, kisha aache ibada hizo, au yanshutu laha fi awali thumma yahjuruha, au akawaeti muumini anapata appetite ya ibada wakati fulani alafu anaziacha. Hii si tabia ya waumini. Waumini nyakati zote ni za kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Sio kwamba Ramadhani ikija wanakupa kweli swala, sadaka, Qur'ani, ikisha Ramadhani wanaacha kila kitu. Hii si tabia ya waumini. Waumini tabia yao wananisha katika kila nyakati za kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Idhil murad min al-'abdi ma qasadahu Allah min ibadati, fa imma khalaqahum Allah fima khalaqahum lahu ay ya'buduhu wahdahu. Kusudio la Mwenyezi Mungu kuomba wanadamu na waumini ni kwamba watekeleze ibada nyakati zote, na hiyo ndio kusudio la wao kuumbwa, kumwabudu Allah peke yake, la sharika lahu. Mwenyezi Mungu anasema, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kwamba muumini wa kweli ni yule anayejua ya kwamba sala zake na ibada zake na kifo chake na uhai wake na kifo chake, yote hii ni ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo yeye anafahamu daima kwamba hii swala ni ya Mwenyezi Mungu, si Ramadhani, si Ramadhani. Kwa hiyo ikiwa swala ya Mwenyezi Mungu inatakiwa kudumu milele mpaka aondoke duniani, sio Ramadhani peke yake. Anasema Hasan al-Basri rahimahullah, inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, lam yaj'al, hajajalia, Mwenyezi Mungu hajajalia la amali mu'mini, ya kwamba matendo ya muumini, ajalan, ya kwamba ni muda peke yake. Mwenyezi Mungu hajajalia kwamba ibada za muumini ni za muda peke yake, dunal maut, isipokuwa muumini mpaka afe. Muumini anaabudu Allah mpaka kufa kwake, anasali mpaka kufa kwake, anafunga mpaka kufa kwake, anatoa sadaka mpaka kufa kwake. Hivi ndivyo waumini walivyo.
sio Ramadhani peke yake. Kwa hivyo haluna baada ya Ramadhani, hali yetu sisi Waislamu baada ya Ramadhani ni kwamba ibada zetu mustamirran ni zenye kuendelea hata nje ya Ramadhani mpaka mauti yakufikie. Thumma qara, kisha Hasan Basri akisoma aya hii, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, Muhammad, muabudu Mola wako mpaka kifo kikufikie. Hii kauli na amri hii ni kwa waumini wote, kwamba sisi tubaki kwenye ibada ndugu zangu mpaka vifo vyetu vije. Sio wale walioghafilika wakaijaza misikiti na Ramadhani kisha sasa hivi hawako tena na hawako kweli. Sasa hivi izdiham yao iko marikiti, msongamano wao kwa marikiti, hauko tena msikitini. Washamaliza habari ya msikiti kabisa. Sasa hivi kwa sababu ziko wapi? Marikiti, wanasukumana kuangalia nguo, kuangalia vyombo, kuangalia kadha wa kadha. Hata wengine hawanunui, wameenda kuiba. Mara ngapi wanashukuru maduka wameiba huko? Hawanunui, wameenda kuiba wengine. Anapata dada wa Kiislamu, mama wa Kiislamu amekata vitu vya watu ndani ya nikabu, ndani ya jilbabu yake, ndani ya abaya yake, ameiba. Kwa hiyo waumini wao bado msongamano wao ni ndani ya nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na hivi ndivyo anatakiwa. Kwa yule ambaye kwamba Ramadhani imekwisha na nyakati za dua zimekwisha, labda anaona hilo na zisimamo za usiku zinakwisha, fabaina aidina muslim yatakarraru fi al-yawm wal layla, basi akumbuke Muislamu ya kwamba mbele yetu bado kuna nyakati zinaendelea, mchana na usiku. 5 mara 5 kwa siku, as-salawatu al-khams, kuna sala 5 zimebakia, zipo hata baada ya Ramadhani. Hizi ni wajibu, sala 5 zipo na ni wajibu hata nje ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu anasema hafidhu ala salawat wa salatu al-wusta, hifadhini sala zote na sala ya katikati. Sala katikati na salatu al-asr ihifadhiwe. Wa qumu lillahi qanitin, na simameni kwa ajili ya Allah peke yake. Mnaposali salini kwa ajili ya Allah peke yake, sio kwa sababu ni Ramadhani au kwa sababu nyingine. Salini kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sahaba mtukufu Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu anasema, la hadda fil Islam, hakuna fungu katika Uislamu, hakuna fungu katika Uislamu liman taraka salam, kwa yule ambaye kwamba ataacha nini? Swala. Yule atakayeacha swala hana fungu la nini? Ya Uislamu. Bimaana aliyeswali Ramadhani kishaisha swala ni basi, hana fungu lolote, hana saumu, hana sadaka, hana chochote. Huyu ni sahaba wa Mtume ambaye Mwenyezi Mungu ameshukisha moja aya mbalimbali akisapoti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab anazungumza maneno, Mwenyezi Mungu anashukishia aya. Huyo ndiye anasema la hadda fil Islam, hana fungu lolote mtu ndani ya Uislamu. Nani? Liman taraka salata, yule atakayeacha nini? Swala. Atakayeondosha swala hana chochote ndani ya nini? Ya Uislamu. Kwa hiyo hili alifahamu Uislamu ya kwamba akiacha swala hana ajira yoyote mbele ya Allah kwa kiyama, hana thawabu yoyote atakayopata mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mtume anasema, nikimalizia, katika hadithi aliyopokea al-Imam Bukhari, hadithi nambari 555, Mtume anasema, yataaqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar, wanapishana kwenu nyinyi katika juti, katika nauba, malaika wa usiku na malaika wa mchana wanapishana kwenu. Wanakuja hawa wanafanya zamu yao usiku, wanakuja wengine wanafanya zamu yao. Wayajtami'una fi salati al-fajr, malaika hawa wa usiku na wa mchana wanakutana kwenye salati
wa salatu al-asri, na kisha wanakutana tena mara ya pili wakati wa salatu al-asri kama hivi. Malaika hao wa usiku na mchana wanakutana alfajiri na wanakutana alasiri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, kisha wale waliokesha na sisi usiku mzima wanarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Makundi mawili haya malaika, kundi la usiku na kundi la mchana, likikutana alfajiri, wale ambao tumekuwa nao siku mzima wanarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Ikifika alasiri, wale tuliokuwa nao siku mzima wanarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Fayasaluhum, kisha Mwenyezi Mungu anawauliza malaika hao, wa huwa a'lam bihim, na Mwenyezi Mungu anajua hali yao na hali zetu. Kaifa taraktum ibadi, enyi malaika wangu, mmewaacha vipi waja wangu? Mmewaacha kwenye hali gani waja wangu? Na Mwenyezi Mungu anafahamu kila kitu, lakini anawauliza malaika, enyi malaika wangu, mmewaacha kwenye hali gani waja wangu? Fayakulun, malaika wale watasema, taraknahum wa hum yusalluna, waja wako Allah tumewaacha aliyakuwa wanasali, tumewaacha salatu al-fajr wamesali hao. Wa atainahum, kisha tumerudi kwao alasiri, wa hum yusalluna, aliyakuwa wanafanya nini? Wanasali. Hebu tuangalie watukufu wa Islam uzito wa sala. Yaani hawasema tumewaacha wamefunga na tumewapata wamefunga. La, Allah tumewapata waja wako alfajiri wanasali na tukawaacha huko, tukirudi jioni alasiri wanasali bado. Leo mtu anaidondosha sala bure. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat ayyuha al-muslimun. Jambo la kwanza ambalo anakwenda kuhesabiwa nalo mja mbele ya Allah ni kusali, ni swala. Ikiwa sala itakuwa vizuri, qad aflaha wa anjah, mwanadamu anafaulu na kuokoka. Na ikiwa sala itakuwa imeharibika, qad khaba wa khasir, amekwenda patupu na amepata hasara. Kwa hiyo malaika wa asubuhi na jioni wanatoa shuhuda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushuhuda gani? Waja wako ya Allah tumewapata wanasali na tumewaacha wanasali. Mambo ngapi? Mawili. Tulipokwenda tumewakuta wanasali, tulipoondoka tumewaacha wanafanya nini? Wanasali. Leo salatu al-asr imemshinda ndani ya Ramadhani, anaswali Eid, labda kesho amekushukutwa anaacha swala zote. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. As-salatu wa ma malakat aymanukum. Mtume anaaga dunia, anahusia Waislamu na sahaba wake, sala na wale waliomilikiwa na mikono yenu washike sala. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha. Ya Muhammad, waamrisha watu wako kusali. Anamsomea aya hii sahaba wake Abu Hurairah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Waamrishe watu wako ya Abu Hurairah kusali, nawe uwe kioo mbele yao, uwe kwa mbele kwenye sala. Waambie watoto msikitini, lakini wakifika baba nao huko nyuma. Mama, waambie watoto wako nenda msikitini, nao kupata kwa udhu pale nyumbani na sali. Waambie binti zako salini, nawe mama wa Kiislamu sali. Wastabir 'alayha. Miongoni mwa siri za riziki nyepesi, mudawama salati wal istighfar. Miongoni mwa siri za riziki kwa nyepesi ni Muislamu kudumisha sala na istighfar. Ndugu zangu Waislamu, haluna baada Ramadhan, hali yetu sisi Waislamu baada ya Ramadhani inatakiwa iwe ni hali tuliyokuwa nayo ndani ya Ramadhani. Sala iendelee, sadaqa ziendelee, Qur'ani isomwe, Qur'ani isomwe. Al-Imam
Ibn Baz anasema hathu auladakum ala almasajid, waimizeni watoto wenu kushikamana na misikiti. Misikiti bimaana wale msikiti wanafanya nini? Wasali. Wala hifdhi kitabillah, kisha waimizeni watoto wenu kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, kuhifadhi Qur'ani. Walakum mithlu ujurihim, nani mna mfano wa malipo yao. Mtoto wako kuja kusali unapata malipo mfano wake. Mtoto wako akifanya Qur'an unapata malipo mfano wake. Lakini leo tuangalie wazazi, tuangalie wazee, tuangalie wamama, himizo lao kubwa ni dunia, shule, shule, shule. Alfajiri 11 unatoka kwenda msikitini, watoto wako ndani ya gari wanaenda shule. Aina swali haula, wameswali wapi hawa wameswali wapi alfajiri 11 kwa ndani ya basi la shule hawa? Wameswali swala gani ambayo msikitini haijakimiwa hawa? Ikama msikitini haijakimiwa. Wewe umetoka unaruka barabara kwenda msikitini, zitoto zidogo zinasinzia ndani ya gari wanaenda shule. Wameswali wapi hawa? Wameswali wapi hawa? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa, bali nyie mnatanguliza kipaumbele maisha ya dunia na akhira ni bora na yenye kusalia. Waislamu, mtoto anayedaiwa ni mtoto wa Muislamu, saa 11 yuko ndani ya basi ya Nise school van 11, salatu al-fajr haijakimiwa. Wallah, salatu al-fajr haijakimiwa. Kama ameswali nje wakati, kwa sababu yuko msikitini hakukikama bado, yeye ameswali ipi? Ikiwa msikitini hapa watu hawajaswali salatu al-fajr, yeye ameswali swala ipi? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa, bali ni watu mnatanguliza mno maisha ya dunia. Hivi madrasa yanapelekwa wakati huu, hivi tuko na gari la madrasa sasa kuchukua watoto saa 11 barabarani, tuseme kosti yote pwani mzima au Kenya yote, hivi kuna gari inachukua watoto saa 11 usiku kupeleka madrasa? Hakuna. Na lao itakuwepo, huyu mwalimu atachukuliwa hatua. Na madrasa saa 2. Na lao itakuwepo hii gari ya kuchukua watoto saa 11 usiku kupeleka madrasa, itachukuliwa nini? Hatua. Lao itakuwepo. Madrasa gani usiku huu watoto wamepumzika? Wanasoma nini? Walau annahum yu'minuna billah, wangelikuwa wamemwamini Mungu. Walau annahum yu'minuna billah, lao ingelikuwa kweli wana imani ya Mungu, wanabii na wangekuwa na imani ya mtume, wama unzila ilayk, na kile kilichoteremshwa kwako nini? Qur'an. Matakhadhuhum awliya, wasimefanya makafiri kwa rafiki zao. Lao watu wangechukua imani ya Mungu kweli kwa kama ni Mungu sasa, na wakamkubali mtume na wakaikubali Qur'ani, wasingefanya makafiri kitu gani? Awliya. Sheikh inamaliza vipi? Walau annahum yu'minuna billahi wa nabiyhi walakinna kathiran minhum fasiqun,
lakini wengi wao ni mafasiki, ni waovu. Kwa ingekuwa kweli wako na muamini na wamemkubali mtume wao Muhammad wakamwamini na wakaamini kile kilichoteremshwa kwa mtume alayhi ambayo ni Qur'an, matakhadhuhu mauliya. Sasa tupige mduara hapa ya kwamba wasingefanya makafiri kuwa zipenzi zao. Pia hii ingepeleka wao mapenzi makubwa ya madrasa kabla ya shule. Hii aya ingepelekea mapenzi makubwa ya Uislamu ni dini yao kwanza kabla ya dunia. Walakinna kathira minhum fasikun, lakini wengi ya watu ni mafasiki. Sasa ule ufasiki ndio unatupelekea sisi kuwapeleka watoto wa shuleni saa 1 usiku, fajiri hawaswali. Adhan ni kuamsha waende, sio ya swala. Adhan na kwanza umeshasikia leo tushachelewa. Kwa adhan leo zimekuwa ni za kwenda kazini, adhan leo zimekuwa ni za kuelekea wapi? Shuleni, sio za swala. Na mwadhini wako akiadhini wewe wa time, sio kama ni time ya swala, ni time watu wawahi fedhi wakavuke mapema, wasipate msongamano, waende kazini mapema. Hawaswali. Ndugu zangu katika imani, tukimalizia hapa, hali yetu baada ya Ramadhani ni ipi? Tunatakiwa kuwa na hali kama waliokuwa nao masahaba. Tuwe kila mmoja machozi yanatoka. Kwa nini? Ramadhani imeisha. Na je, imeisha? Naam. Ibada zangu zimekubalika? Tusiwe kama wale waliotoka msikiti, basi hakuna sala, hakuna, ambapo hii sala Allah malaika anaulizwa na Allah, mmewaacha vipi waja wangu? Yaani hii Mwenyezi Mungu anauliza sahihi, malaika mmewaacha vipi kwa Ramadhani hii bado? Hivi watasema tumewaacha swala wakati msikiti empty. Yaani Mwenyezi Mungu ndani ya Ramadhani anauliza waja wangu mmewaacha vipi? Malaika wanasema tumewaacha wanasali na tumeenda wanasali wakati msikiti hakuna mtu. Uzito wa swala ndani ya Ramadhani, yani malaika hawasemi kwamba wamefunga, tumewaacha wamefunga, no, wanasema tumewaacha waja wako wanasali na tumewakuta wanasali, na hii ni kila siku. Mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah mathalu al-hayy wal mayyit, hadith sahih. Mfano wa yule anayemtaja Allah bimaana anayeswali, dhikrullah awwala dhikra salat, dhikri ya kwanza ni swala, dhikri ya pili ni Qur'an, kisha zinginezo. Sasa mfano wa anayeswali na asiyeswali ni mfano wa maiti na aliyekuwa hai. Ndugu zangu, tumwombe Allah tudumishe ndani ya sala na tubakishe ndani ya sala mpaka mwisho wa pumzi zetu. Allah tukubalie ibada zetu, chache zake na nyingi zake. Allah tukubalie ibada zetu pamoja na udhaifu wetu, atudumishe katika taa na atuondoe ndani ya taa. Tukiondoka duniani tuondoke kwa hali ambayo kwamba kila mmoja anapendezeshea, wala tusiondoke kwa hali ambayo kwamba kila mmoja anatamauka. Mwenyezi Mungu tupatie husnul khatima. Allah tunakuomba husnul khatima. Allah tunakuomba mwisho mwema, mwisho ambao ni kuridhiwa. Tuwe radhi na wewe Allah, na wewe Allah uwe radhi nasi. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.